Maji tuzidi kukufahamisha taarifa ambazo zinazidi kuchipuka, na kama ndo mwanzo unajiunga nasi ni taarifa za TV47 Matukio. Viongozi wa upinzani nchini wanaendelea kupigia debe vyama vyao kwa matayarisho ya chaguzi ndogo za tarehe 27 mwezi huu. Haya yanajiri huku migawanyiko katika chama cha ODM ikishuhudiwa. Tuungane naye mwandishi wetu wa West Pokot Andrew Juma atupashe zaidi. 3, 2, 1, 2. Joash kutoka viungani mwa mji wa Kapenguri haswa katika kaunti ya Pokot Magharibi, tunapoangazia tathmini ya upinzani hapa nchini, tuweze kusikia kauli za wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi vile vile kwa upande wao wanazungumziaje. Anza kwa jina, tizama kule, anza kwa jina lako, utuambie kama mkazi wa kaunti ya Pokot Magharibi unadhani kwamba upinzani wa sasa hapa Kenya una nguvu zaidi? Asante sana. Kwa majina naitwa Peter Wafula aka Mganga. Mimi ni bodaboda hapa, natoka West Pokot, makutana hapa hivi. Sasa kwa swala la upinzani hapa hivi nchini Kenya, kwa sasa sasa hatujui ni upinzani gani. Kama ni tukizungumzia upande wa ODM kwa mfano, hii chungu yenye sasa ile inaitwa Orange Democratic Movement, hiyo ni chungu imebaki igawanyike, ikwishe kabisa. Kwa sababu sidhani kama kuna sahihi kwa ODM kama kuna upinzani, kwa sababu ukiangalia hata juzi wakati wamekuwa Mombasa, wenyewe hawaeleweki. Kila mtu anaenda kunadi sifa zake, naweza mpaka mwenye inafaa wakuwe wakimshauri ama kuenda kupinga labda serikali ama nini, serikali ndiye inawashauri. Sasa unajikuta hapo kwamba upinzani haupo. Sasa hizi sidhani kama kuna mtu kwa ODM mwenye anaweza tangaza national holiday kama Tinga mwenyewe. Sasa Tinga alienda na ODM. Kwa mfano kama ndio upinzani, Tinga alienda na ODM. Tukirudi upande mwingine wa kina DCP, sijui United Democratic whatever, hao wenyewe pia hawaeleweki, kwa sababu kuna kwa mfano kuna by election inafanyika I think mwezi wa 11. Kuna sehemu fulani kuna DCP na DAP na ati wako pamoja. Sasa unashindwa. Kwa upande wangu huko penye hao ndio wanapingana wenyewe, kuna upinzani kwao wenyewe, ni nani atakuwa nani atakuwa nani, lakini Kenya hii upinzani hamna. Sidhani kama kuna upinzani wote Kenya hii. Asante, tupokee pia maoni ya mwingine. Kwa majina naitwa Peter Lombada, mimi ni mwanakereza katika kaunti ya West Pokot. Kitu ile ngependa tu kutoa maoni kuhusu mambo ya upinzani katika Jamhuri ya Kenya. Hakuna kitu kama upinzani sasa. Sasa kila mtu yuko kwa serikali, na tunapokea kama sisi watu ya UDA ya West Pokot ya kwamba mkuje kwa serikali wote. Hakuna mambo ya upinzani. Upinzani imeleta kero kwa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu ikifika mahali fulani wanaongwa. Sasa mkuje wote tukae kwa serikali, tunyamaze na tufanye kazi pamoja. Especially ile mambo ya election iko upande ya Malaba na Baringo na sehemu zingine. Hakuna haja upikie upinzani kura. Ya nini? Pikia serikali ambao inatawala. Kwa sababu tunaona ya kwamba hata ukiwa upinzani bado utarudi hapa. Hakuna haja. Mimi naambia watu ya Malaba, upigie wale wanahusika, wale inafaa kwa upande wa serikali. Usipikie upinzani, hakuna maana. Asante. Okay, pia mwingine hapa. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Kones. Ningependa tu kuongelea mambo ya upinzani. Ukiangalia vizuri, kwa Kenya hatuna upinzani. Kuna watu wanataka kujifunza kukua katika upinzani, lakini ukiangalia tabia yao haiwaruhusu kuwa upinzani, kwa sababu ukiangalia tabia ya baba alikuwa anafanya upinzani kwa njia inayostahili. Yaani anakosoa serikali kwa upole na kwa unyenyekevu, ya kwamba hii haingeenda hivi. Alafu anasema ya kwamba serikali imefanya hii vizuri, lakini hii ni mbaya. Lakini ukiangalia wenye umekuja sasa hivi wanajifanya hao ni upinzani wa kina Rigiji. Ukiangalia Rigathi mwenyewe akiongea ni hasira tupu. Sasa unashindwa upinzani tutafanya kazi ya hasira. Akosowi, afanye chochote, yeye kazi yake ni one term. Sisi kama watu wenye tunafikiria upinzani ilikuwa inatusaidia wakina Raila. Raila alikuwa anasaidia Kenya hii kumove, ya kwamba hii itaumiza mwananchi wa Kenya. Toeni hii, na kweli serikali ilikuwa inasikia. Lakini kwa sasa ukiangalia upinzani haina agenda, ni one term. So one term inasaidiaje Mkenya? Hakuna. So tunataka kusema kwamba Rigiji jifundishe kukua opposition pamoja na watu wako wakina Joe Nyutu. Ukiona wakina Joe Nyutu kwa TV wakiongea wanaongea kana kwamba wangepasua TV. Sasa ingefika kesho wauwe Ruto. So tunashangaa kama upinzani tutafanya kazi kwa hasira, sisi wa Kenya tutaenda wapi? So nataka kuambia hivi, na mimi nataka kuhakikishia wewe ya kwamba upinzani haitapata chochote kwa hii by election hata moja, kwa sababu tabia yao
Wakenya wanaangalia tabia yao, hawana agenda. So hata tukichagua mtu aende upinzani, aende kukuleta hasira, ailete kuunganisha Wakenya. Hatuko hapo. Sisi Wakenya tunataka kumove kwa sababu sisi Wakenya ni kabila 42. Hizo kabila ukizigonganisha, wewe unataka tuende wapi? Hatuna Kenya ingine, Kenya ni hiyo tu. So tunaambia watu wa upinzani wa shape up ama waondoke. Asante. Haya, wa mwisho hapa. Kwa majina mimi naitwa Daniel Loitabos. Mambo ya upinzani Kenya, ile mtu namaliza ni president. Mimi naambia president kwa hii chukua ile mwelekeo ya Raila. Raila watu yote ya Kenya anajua alikuwa anaokoa Kenya. Sisi tunataka president naye akuwe mtu ya kuokoa Kenya. Maoni yangu ni kama Aslapan, ile ulisema Aslapan. Kwa maoni yangu ile mwenye alikuwa gavana hapa naitwa Profesa Lonyangapu alipungua sako inaitwa Wepesa. Hiyo pesa ungekaa ile 50 billion iende kwa kaunti. Halafu watu nakopesha na rudisha hapo, halafu itoshe watu yote. Pengine tukimaliza, maoni yako ama ushauri wako kwa upinzani ni? Maoni yangu kwa upinzani, mimi naona mwaka hii upinzani hakuna mwenye nasaidia, kwa maana watu yote wako na tamaa. Raila haina tamaa. Raila alikuwa anaokoa Kenya. Hata akiona maneno meenda hapa, mimi hata saa ile nasema nimeipiwa, anatuliza tu Kenya. Kenya ikilete mapuruku, yeye anatuliza, anasema Kenya ni kubwa na watu ni wengi kuliko mtu mmoja. Anarudisha Kenya chini. Tunaomba watu ya upinzani naye akuwe watu ya kujali wa raia na ajali nchi yao. Asante. Asante. Naam, ni kauli au maoni ya wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi kuelezea upinzani na kutoka mji tangu ni Juma. Naam, shukrani sana Andrew.